Haleluya. Wangapi wanayo furaha tena mchana wa leo? Amen. Basi karibuni tena katika muda mzuri wa kwenda kuyaangalia maneno ya Mungu mchana wa leo. Naomba ujisikie vizuri, usikie comfortable kuweza kuwepo katika ibada yetu leo, na inawezekana mhubiri unayemwona ni kumuona ni mhubiri mgeni kwa hiyo inawezekana imetokea mbali sana lakini naomba ujisikie vizuri na kukaribisha katika kipindi chetu kizuri, muda mzuri wa kwenda kutazama maneno ya Mungu. Amen. Amen. Basi wakati huu naomba ufungue pamoja nami katika kitabu cha Mhubiri sura ya kwanza na mstari ule wa 13, halafu utaenda kwenye sura ya 12 na mstari ule wa 13. Biblia inasema, nikatia moyo wangu ili kuyatafuta yote yanayotendeka chini ya mbingu na kuyavumbua kwa hekima. Ni taabu kubwa ambayo Mungu amewapa wanadamu ili kutaabika ndani yake. Naomba nirudie mstari wa 13. Nikatia moyo wangu ili kuyatafuta yote yanayotendeka chini ya mbingu na kuyavumbua kwa hekima. Ni taabu kubwa ambayo Mungu amewapa wanadamu ili kutaabika ndani yake. Mhubiri 12 mstari wa 13. Biblia inasema, hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo ipasayo mtu. Bwana asifiwe. Labda tutakuwa na maiki, tutakuwa nasaidia sura ya kwanza, tukimaliza mstari baadhi tutakuwa nitaje, tutakuwa tunaenda pamoja. Basi katika maneno haya ambayo tumeenda kuyasoma hapa, nitakuwa na ujumbe unaosema majibu ya mambo tunayotafuta ni kuwa na Mungu. Bwana asifiwe. Majibu ambayo tunayatafuta, inawezekana majibu ya maombi, kwa tukiomba sana, tukitafuta Mungu aweze kututendea mambo kadha wa kadha. Kuna mambo mengi ambayo mwingine tangia umeanza kuyatafuta mpaka leo hii uko Dar es Salaam, una mwaka kama wa 10 wangapi, lakini ile shauku na lile jambo ambalo unalitafuta inawezekana hujapata mpaka leo. Lakini kuna mwingine una mwaka mzima, hata mwaka jana umepita na kadhalika. Kuna mambo ambayo unayatafuta, unafunga na kuomba ukitafuta Bwana aweze kutendea. Asubuhi na mchana wa leo nimekuja na ujumbe kwamba majibu ya mambo tunayotafuta ni kuwa na Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hapa tuliposoma, tumesoma katika kitabu cha Mhubiri, tunamsoma huyu mtu ambaye ameandika kitabu hiki. Kwanza ana sifa zifuatazo. Jambo la kwanza, mtu huyu ambaye ameandika kitabu cha Mhubiri ni mtu anayetoka kwenye familia ya watu wa Mungu. Huyu ni Mfalme Suleiman. Anatoka kwenye familia ya watu ambao wanamfahamu Mungu. Katika ile cycle na mzunguko mpaka anakuja kutokea Suleiman, ametokea kwenye familia ya watu wa Mungu. Lakini jambo la pili, kwa nini nasema hivi? Ili tuweze kufahamu kwa nini aliweza kuyasema haya maneno. Wakati mwingine unapoona haya maneno anayasema, mtu akachukulia kwa urahisi
anaposema kwamba kwa jumla mambo yote, kwenye sura ya kwanza kuanzia mstari wa 13 anatathmini jumla ya maisha yake yote na jumla ya mambo mengi ambayo ameweza kuyafanya mfalme Suleiman. Anatoa tathmini kwenye sura ya kwanza, lakini sura ya mwisho ile mstari wa 13 anatoa tathmini kubwa na conclusion jumla ya maisha yetu yote. Sasa nataka tumfahamu mtu huyu aliyeweza kuyasema maneno haya katika mistari tuliyosoma. Kwa jambo la kwanza tufahamu, Suleiman alitoka kwenye familia au seko ya watu wa Mungu, watu ambao walikuwa wanamfahamu Mungu. Lakini jambo lingine, mtu ambaye anayasema maneno haya alimjua Mungu vizuri. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alimjua Mungu vizuri. Unaweza ukasoma mstari ule wa 14, lakini pia mstari wa 17. Huyu mtu alimjua Mungu vizuri, lakini baadaye maandiko haya na maneno haya yanatuonyesha kwamba huyu mtu hakuwa na mwisho mzuri. Maana yake alimfahamu Mungu vizuri, alitembea na Mungu vizuri, anayetuandikia maneno haya. Lakini katika mistari hii, mstari wa 14, Daudi na mstari wa 17 inatuonyesha kwamba huyu mtu kweli alitembea na Mungu, lakini hakuweza kukaa sawa katika maeneo fulani, hakuweza kumaliza vizuri, na tunakuwa na mashaka kwamba mkini ameenda mbinguni au la. Watu wanadai hivi. Sasa naomba tusome mstari wa 14 na mstari wa 17. Amen. Nitasoma kitabu cha Mhubiri sura ya kwanza mstari wa 14 na ule wa 17. Maandiko ya Mungu yanasema, nimeziona kazi zote zifanywazo chini ya jua, na tazama mambo yote ni ubatili na kujilisha upepo. Mstari wa 17, nikatia moyo wangu ili kuijua hekima na kujua wazimu na upumbavu, nikatambua ya kwamba hayo yote nayo ni kujilisha upepo. Amen. Mstari wa 14 unaonyesha vizuri kwamba huyu mtu alikuwa na hekima na alikuwa ni mtu wa Mungu mzuri. Lakini mstari wa 17 anasema mwenyewe kwamba kajilisha hekima na upumbavu na mambo mengi aliweza kuyafanya. Tunafahamu historia vizuri ya huyu Suleiman. Kwa hiyo inatuonyesha kwanza alikuwa ni mtu wa Mungu, ambaye alimfahamu Mungu, alitembea na Mungu vizuri. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ana sifa ya kusema na sisi. Leo Suleiman hayupo. Amen. Amen. Lakini maneno yake yapo hapa. Nataka nikuonyeshe anayo sifa ya kuweza kusema na sisi jambo fulani katika safari hii ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo ni kweli kutembea na Mungu, ana hiyo experience, lakini mtu huyu pia kuna sehemu ambayo aliteleza, anajuta katika namna moja ama nyingine. Ameweza kusema kwenye mstari wa 17, hakuna starehe ambayo Suleiman aliweza kuifanya. Mstari wa 13 Daudi, unaweza kusoma hapa, hakuna starehe ambayo Suleiman aliweza kuiacha. Tena nasema kuna starehe zote ambazo amezifanya na watu wengine wanajitaabisha katika hizo na hawajazipata, lakini yeye aliweza kupita. Mfalme Suleiman. Mstari wa 13. Amina. Mstari wa 13 maandiko yanasema, nikatia moyo wangu ili kuyatafuta yote yanayotendeka chini ya mbingu. Suleiman anasema nikatia moyo wangu ili kuyatafuta yote yanayotendeka chini ya mbingu na kuyafumbua kwa hekima. Kuzuiliwa huyo wangu ni taabu kubwa ambayo Mungu amewapa wale. Alichokuja kugundua katika maisha yake, akata anatafuta, akaja kugundua katika maisha yote mambo mengi ambayo anatabika nayo. Watu wengi Mungu aliwatia watu kwenye mateso kuyatafuta haya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Suleiman anazo sifa za kutuambia, anazo sifa za kuweza kusema na sisi mchana huu wa leo. Lakini ukisoma kwenye mstari wa 11, nataka nikupe sifa za huyu mtu ambaye tunajifunza kutoka kwake na kuweza kupata somo nzuri la kuweza kutusaidia katika maisha yetu. Mstari wa 11 Biblia inamtaja ndio tutakwambia usome hapo mstari wa 11, lakini inamtaja au inamcomment huyu Suleiman kwamba katika maisha aliyoyapitia mazuri, katika maisha ya starehe aliyoyapitia Suleiman, katika maisha yote ya ukiroho na kadhalika, inamcomment Suleiman kwamba katika zama zile hakutokea mtu kama Suleiman. Katika masuala ya maisha alikuwa vizuri, hakutokea mtu kama yeye. Lakini sio hivyo tu, Biblia imeishia hapo ikasema, na hakuna kumbukumbu ya mtu atakayekuja anayefanana na Suleiman. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Na unaweza kusoma hapo mstari yote hiyo. Anasema hakuna kumbukumbu lolote la vizazi ndio vilivyotangulia, wala hakutakuwa na kumbukumbu lolote hata vizazi vijavyo miongoni mwao wale watakaofuata baadaye. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Mfalme Suleiman ambaye aliyafaidi maisha yote akayapata. Yamkini hapa kwetu hata robo tatu tujafikia kuishi maisha ambayo aliweza kuishi Mfalme Suleiman. Lakini sura ya mwisho, tutaenda kurudia mstari, sura ya mwisho mstari wa 13. Suleiman anahitimisha. Soma sura ya 12 mstari wa 13. Suleiman anahitimisha. Anatuambia watu wa vizazi hivi. Anatuambia washirika wa Manzese wa kizazi hiki. Anakuambia wewe ambaye unanisikiliza mchana wa leo. Sura ya 12 mstari wa 13. Hii ndio jumla ya maneno yote. Naombeni nisikilize washirika Manzese. Suleiman anasema hii ndio jumla ya maneno yote katika kupita kwake kote, kwenye kuponda dhambi na mabaya yote aliyofanya, na kwenye maisha ambayo Mungu aliweza kumtumia kwa viwango vikubwa. Suleiman anasifiwa katika hekima. Kuna visa vingi utaweza kuviangalia katika kitabu cha Wafalme na kadhalika huko. Suleiman anasifiwa kwa hekima. Hakuna mtu ambaye aliweza kufanana naye. Anakonkludi kwenye mstari wa 13. Anasemaje? Hii ndio neno yote yamekwisha. Mche Mungu. Naomba rudia vizuri, imeingia kwa katakata au za badilishio mstari mwingine na wanasoma. Hii ndio. Basi soma kwa sauti. Hii ndio jumla ya maneno yote. Ndio. Yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nao ushike amri zake. Maana kwa jumla ndio impasayo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Suleiman anahitimisha. Anasema katika pita kusoma na visa vingine na habari zingine katika hizo sura za katikati ambazo tunazisoma, lakini sura ya 12 mstari wa 13 Suleiman anakonclude maisha yake. Anasema, wapendwa nisikilizeni, hii ndiyo jumla ya mambo yote, yalikwisha kusikiwa mambo yote. Kuna sehemu nilisoma mstari mmoja anasema hakuna jipya. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini katika maisha yasiyo na Mungu, kwa sababu kuna maisha ambayo Suleiman aliyaishi yanatupa mashaka kwamba alikuwa na Mungu. Katika maisha ambayo aliishi hakuwa na Mungu, na katika maisha ya starehe ya kufanikiwa sana, kuwa tajiri na kutafuta, hakujinyima kitu chochote alichokiona mbele yake. Kwenye maandiko utaona, utasoma katika starehe zote alioa wake wa sampuli zote. Sisi wengine tulichagua kama ni mrefu wala ukole, hatuna namna. Lakini Suleiman katika zama zile, mrefu, mfupi, mwembamba, mnene, alipokuwa ona wale wapanga na chukua mwingine, alifanya starehe zote za kila namna. Lakini ninachokipenda katika mstari wa 13, Suleiman anahitimisha kusema mambo yote yamekwisha kusikiwa. Sikilizeni maneno haya kwamba jumla ya mambo yote ni kumcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunatafuta na maisha, tunasumbuka huko na huko, tunaipata siri leo kwa huyo mtu ambaye alifanikiwa sana. Hatujamfikia, ana kitu cha kutuambia mchana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Anacho kitu cha kutuambia. Mnataka mfikie kama Suleiman, kwa sababu kutafuta kwetu kote tunataka tufike kama yeye, na hatujafika, na hakuna aliyefika. Biblia inasema hakuna kumbukumbu ya mtu atakayefika. Anatupa neno zuri kwamba jumla mambo yote, mimi ninawaambia ni Suleiman, jumla mambo yote ni kumcha Mungu. Ujumbe wetu umesema majibu ya mambo tunayo yatafuta ni kuwa na Mungu. Yamkini sifahamu kuna jambo gani umefunga na kuomba. Kuna lazima mmoja aliongea maneno sio mazuri, lakini alishatangulia mbele za haki. Lazima mmoja akasema Omega, ukikaa kwa Dar es Salaam ukafika umri fulani, yeye alikuwa ni mtu mzima sana, alafu bado unabana hapa kama mimi, bora niulizane. Naambia hapana brother,
usikate tamaa na kadhalika, tunatia na moyo. Sasa mimi sina hata lengo ya kutia, kwa sababu alikuwa ni mkubwa hata kulingana na mwana. Sasa yeye alikata tamaa katika namna hiyo, alihangaika kama mtoto mbali rudi mkoani kwangu, lakini alikuwa anashtuka niliondokaje mkoani. Ndio kuna watu wengine wanatoka kwa wanachekaga watu usicheke watu kutoka mkoani kwa sababu unaweza ukarudi. Kwa hiyo kuna namna alikuwa anatafiti kama nitarudije. Alipokuwa na salamu zake anabanana hapa, bwana mbona urudi kwenu? Kumbe anakumbuka namna alivyoondoka kwao. Sasa kuna wakati unaweza ukaa unatafuta unachokitafuta. Dar es Salaam ni mji wa kigeni. Asilimia kubwa hapa hamna hata mzalamo hata mmoja. Wote ni wageni. Wote ni wageni. Kwa hiyo yamkini kuna mambo yanawezekana unayatafuta kwa miaka mingi. Wengine biashara, wengine uchumi. Kuna malengo, wengine wamechukua dahari yao kuanzia mwanzo mpaka dahari imeisha, ukabadilisha na dahari nyingine. Miaka 5 inapita, unaandika malengo tu. Unaandika malengo tu. Ukija kuchunguza kuna baadhi ya malengo yanajirudia tu. Tunapambana, tunatafuta. Wakati mwingine wao wananipigia simu saa moja huko watu wamega roho ya nyuma sasa. Na hata mpaka wateja wakati mwingine tunapambana. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Dar es Salaam of course ni mji wa mishebishi. Amen. Na sipo hapa katika namna ya kusema kwamba tusitafute, tusibanane na shughuli za kufanya, hapana. Lakini mchana wa leo nimesema kuna kitu nataka tujifunze kutoka kwa huyu gwiji Suleiman. Anatupa siri. Ujumbe nimesema majibu ya mambo tunatafuta ni kuwa na Mungu. Jambo la pili, baada ya kumuona huyu anayetupa ujumbe huu mchana wa leo, jambo la pili nataka tufahamu kwamba msingi wa maisha yetu au hatima nyingi za maisha yetu ni kuwa na Mungu au ni kutembea vizuri na Mungu. Msingi wa sisi kufanikiwa sio kutafuta sana. Kitabu cha Hosea, nakumbuka siku ya Wekei ilihubiriwa hapa, noti mpaka leo ni Hosea 6 kama sosei. Mungu akanaambia wana wa Israeli, msije mkajidanganya, mkafika mahali mkajidanganya, mkasema tumeyapata haya, tumefanikiwa haya, tumepigana vita, tumeshinda na kadhalika. Wao na historia ya vitabu vya wafalme na kadhalika vinasema historia ya wafalme mbalimbali walioshinda vita. Mungu akawakumbusha Israeli, akasema msije mkaja kusema kwamba tumeyapata haya kwa juhudi zetu. Jamani, Bwana asifiwe. Msingi wa maisha yetu, hatima nyingi za maisha yetu. Sijui hatima yako ni nini? Mwingine ana ndoto, utajia Afrika bado mwingine ana ndoto ya kuja kuwa mtu fulani. Mwingine ana ndoto, ukifunua kichwa chako hapa, ukifunua ndoto yangu, yamkini kuja kuwa na ghorofa kubwa. Ni ndoto, na sio mbaya. Wakati mwingine kuja kuwa na biashara kubwa na kadhalika. Lakini nataka nikwambie mchana wa leo, msingi wa maisha yetu, hatima ya maisha yetu au misingi nimesema na hatima yote, msingi wake ni kutembea na Mungu vizuri. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yohana 3 sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2. Huku tulisoma agano la kale Suleiman, huyu ambaye alicheza na maisha ya Mungu, lakini baadaye alicheza rafu, ana experience kutuambia. Lakini Yohana 3 sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2 tunampata gwiji ambaye huyu akuyumba amefanikiwa sana kiroho, anayo maneno ya kutuambia kwenye mstari wa 1 na mstari wa 2. Hii ndio siri ya kuweza kufanikiwa. Hujafika Daudi? Kama umefika unaweza kusoma hapa. Amen. Waraka wa 3 wa Yohana mstari wa 1 na wa 2, maandiko ya Mungu yanasema, mzee wa Gayo mpenzi. Mzee, mimi mzee namwandikia wewe Gayo mpenzi. Huyu Gayo ni alikuwa ni mtu of course ambaye alikuwa anatumika sana hao watu. Kwa Yohana yeye mzee anamwandikia huyu Gayo. Mzee kwa Gayo mpenzi, nimpendaye katika kweli. Ninakupenda wewe Gayo. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Ufanikiwe sawa katika mambo yote, lakini na kuwa na afya yako kama vile
ifanikiwavyo. Condition kama vile roho yako ifanikiwavyo. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mafanikio sawa, lakini Yohana anasimama na Suleiman anasema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Hiyo ndio siri, mpenzi gani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huko ndiko kutoboa unakotaka nayo. Kama anavyosema Suleiman huko, yuna mambo yote, lakini mshoni akasema ni kumcha Mungu. Mimi nimejifunza katika kupata kwangu, nimejifunza katika kukosa. Suleiman anatuambia nimepata mengi, nimetembea na Mungu vizuri, ni kweli niliteleza, lakini ninakupesi juu na mambo yote ni kumcha Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jumla ya kupata kwetu kote, kusumbuka kwetu kote, kutafuta sana maisha na kadhalika, Yohana anatoa siri yale unataka ufanikiwe, lakini fahamu siri, roho yako itakavyofanikiwa. Kama utakavyofanikiwa kiroho, ndipo hayo unayoyatafuta utaweza kuyapata. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Msingi wa kufanikiwa kwetu kimaisha, au msingi wa kufanikiwa kwetu au hatima nyingi za maisha yetu, wakati mwingine inawezekana tulicheza vibaya, tukakumbwa na hatima nzuri na sisi, lakini tukatumia juhudi nyingi bila tuliyofikiri sisi, tukaenda extra. Kuna mtu mmoja, maneno nimeshaongea mara nyingi, lakini nakumbuka kuna mtu mmoja alishtuaga siku moja, akasema mwaka mzima bize, akaniambia na milioni moja hapo. Naliko bize kuliko yeye. Una milioni moja hapo? Naanza kwa sababu sikuwa nikipokea kule, nikiunganisha kuna moja na mdai, nikiunganisha naweza ikapatikana. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie sana. Na wakati mwingine kuna zile mbio, anasema mbio za nyoka kuweka kwenye tiles. Amen. Akikwadisia nyoka anapotembea na kutabika hapa kufika pale, ataenda anakupa nguvu aliyetumia kutembea kwenye tiles, lakini yuko pale pale. Kwa hiyo kuna wakati mwingine Mungu anayo hatima nzuri na maisha yetu, lakini tulishindwa kupata kunong'onezwa katika masikio ya kiroho kwamba juhudi zetu hazisababishi kuweza kufanikiwa kama Suleiman anavyosema hapa. Hazisababishi, kama kusema jumla mambo yote ni kumcha Mungu. Lakini Yohana hapa anatukumbusha, si anamwambia Gayo ukafanikiwe sana, lakini kwenye mstari wa pale, mstari wa pili anasema kama roho yako ifanikiwa. Kwa hiyo haya ni maneno ambayo ni maneno mengine ambayo tunayapata kwa huyu gwiji na huyu mtu mkubwa sana Yohana, ambaye anatoa siri ya kuweza kufika kwenye hatima ya maisha yetu. Sasa jambo la tatu nataka sema, tunapokuwa na Mungu nini kinatokea? Tunapokuwa tunaambatana na Mungu nini kinatokea? Tunapotafuta kwa bidii kuwa na Mungu, tunapotafuta kuambatana na Mungu kwa juhudi yoyote ile, nini kinatokea? Wakati mwingine tunakomaa sana kutafuta. Wenzetu wanatumia wanasema kama mazira, lakini mpendwa mwenzangu na mimi haujui hata mganga kienyeji. Na kuna mtu mmoja alikuwa anajenga fikiri, alitikiswa na mwenzake tu kidogo ambaye ndio mganga kienyeji. Hajawahi, akiruka, alishangaa, akabeba kengo hivyo. Kwa kuna mtu mwingine masuala hayo hawezi. Sasa kuna watu wengine wanaocheza na hatima ya watu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema lisemalo lipo na lipo kweli. Kuna mtu mwingine anataka tunalini tunapambana kadhalika, lakini wapo watu kweli. Kuna mtu mmoja nilisema Jumatano moja hapa, alipewa gari katika mabaika na kadhalika, sina akaona si nyota, sina hata mmoja nyota zake zinachukuliwa. Na kamili katika nini aliumwa nusu ya kufa, akachoka na gari. Yamkini kweli kuna watu ambao wanaweza kucheza na maisha yetu. Ni kweli inawezekana. Lakini nini kinaweza kutokea? Tusiweze kustopishwa kufikia kwenye hatima ya maisha yetu, kwenye mafanikio yale ambayo tunayataka katika maisha yetu, yale ambayo tumeweza kuambiwa na Suleiman hapo. Tunapokuwa na Mungu nini kinatokea? Tunapokuwa na uwepo wa Mungu kikamilifu juu ya maisha yetu, jambo la kwanza, hakuna wa kuzima taa iliyoko ndani yetu. Hakuna wa kuzima taa, wa kuzima ndoto, maono,
yaliyoko ndani yetu. Naomba nisomee Danieli sura ya 6 mstari wa 3. Wakati mwingine kuna watu tu binafsi, wengine ni ndugu, wengine ni marafiki, wengine katika namna ya ulimwengu wa roho walicheza na maisha yetu na kadhalika. Wengine wewe unapambana, kuna watu wanakesha kwa waganga. Wengine wewe unapambana, kuna mtu sio mganga, sio mchawi, ni mwanadamu kawaida, lakini fitina zake ni mchawi tosha, huwezi kuendelea na kadhalika. Sasa tunajifunza kwa watu wa Mungu hapa. Wakati mwingine waliweza kupitia, sio kuweza kupitia kwa masuala ya nguvu za giza tu, lakini kuna watu wenye akili timamu, mawazo yao yalikuwa kama uchawi kwao, yalikuwa kama nguvu za giza kwao. Na msome Danieli sura ya 6 mstari wa 3. Maandiko ya Mungu yanasema, basi Danieli aweza kuanzia mstari wa kwanza, maana mstari wa kwanza tena mpaka mstari wa 3. Amina. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hao watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akazimu kumweka juu ya ufalme wote. Mstari wa 5. Mstari wa 5 wakati utakaposikia sauti ya panda na filimbi na sura ya 6 mstari wa 5. Sura ya 6 mstari wa 5. Sura ya 6 pale tu, Luka mstari wa 3 na mstari wa 5. Danieli sura ile ya 6 mstari wa 5, ishia mstari wa 5. Wale watu wakasema, ndio hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipopata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Utaona hapa Danieli alikuwa anapitia vita kubwa. Yeye afahamu, lakini kuna watu wanakaa vikao. Kuna watu ambao walikuwa wanafanya fitina asiweze kufanikiwa. Yeye hajui, afahamu jambo lolote. Lakini ukirudia huo mstari wa 3, Biblia inasema Danieli aliweza kupata kibali kwa Dario mfalme. Na kwa nini aliweza kupata kibali? Biblia inasema roho iliyo bora ilikuwa ndani ya Danieli. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwa sababu Danieli alipambana sana. Hapana, kitu ambacho kiliweza kumfanya Danieli aweze kupata kibali na aweze kukaa mahali ambapo wengine waliweza kusaga meno, sio kwa sababu Danieli aliweza kupambana, aliweza kujibizana na wale watu ambao waliweza kuleta fitina. Kwenye mstari wa 5 kwenye sura nzima hapo inaelezea namna ambavyo Danieli aliweza kupitia hali ngumu au namna ambavyo aliweza kukaa hapo. Kwa hiyo kilichomweka Danieli pale haikuwa juhudi zake binafsi. Lakini kwenye sura ya 6 mstari wa 10 nafikiri tunaweza kusoma hapo. Daudi mstari wa 10, maandiko yanasema, hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi. Alipofahamu. Kwenye sura ya 10 hizi mambo ziliendelea sana, na katika kumshtaki mfalme ikabidi andike waraka wa kuweza kuwazuia hawa watu kuweza kuabudu Mungu wao. Lakini kitu ambacho nakipenda kwa huyu Danieli, aliweza kutumia juhudi zake nyingi kumtafuta Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akaendelea akasemaje? Akasema akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kwa bidii yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali akashukuru mbele za Mungu wake kama
alivyokuwa akifanya tokea hapo. Mstari wa 11. Asante mstari wa 10. Imani Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nataka kusema tunapokuwa na Mungu. Mfalme Suleiman anatuambia, nataka kufanikiwa, nataka muweze kufika kwenye hati na maisha yenu. Anatushambulia kanuni, anatupa siri ya kuweza kufanikiwa. Sasa anatuambia jina mweze kumcha Mungu. Sasa nimesema nini kinaweza kutokea pale tunapomcha Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa karibu na Mungu, tunapokuwa tumetoa juhudi zetu kumsogelea Mungu, hakuna wa kuzima ndoto zetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unafanya kazi mchana, kuna watu wanafanya kazi usiku kwa ajili yako. Lakini kama nikutie moyo, tunapokuwa karibu na Mungu, tunapomsogelea Mungu, ndio maana mfano sasa jumla mambo yote usitaabike. Wewe mche Mungu tu. Tumia juhudi nyingi kumtafuta Mungu. Tumia juhudi nyingi kuweza kumcha Mungu. Hakuna mtu ambaye ataweza kuzima ndoto zako. Kwa hiyo nimesema hapa kilichofanya Daniel kuweza kufika mahali pale ambapo Daniel aliweza kufika, tunaonyeshwa ni ile mizozo na kadhalika ilikuwa inaendelea. Daniel yeye akuzima moto wa kuendelea kutafuta Mungu. Kwenye sura 6 mstari wa 10, Daniel ndio kwanza walikuwa wanaonaje, akafungua madirisha kabisa. Madirisha yake kuweza kukabili Yerusalemu. Na watu wakawa wakipita pale wanaona na ipo juu top kwenye uongozi wa mfalme. Kwa hiyo kwenye ule mstari ule wa 3, mstari wa 3b pale inaonyesha kwamba wale watu wakasema, tukitaka tumpate Daniel, tukitaka tumpate Patrick, ni adui pia, twende tukacheze na kanuni zilizopo kwenye vitabu vya Mungu wake. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe, ili tusiweze kufika kwenye hati na maisha yetu, ili tuweze kufanikiwa, kitu ambacho adui anakifanya ni kuweza kutukosesha katika kanuni za Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mfalme Suleiman akasema, sikizeni, jumla mambo yote usitaabike sana. Mimi niliyapata yote. Mimi niliyapata yote. Unaongeza maji. Kwa Suleiman atuonyesha, kwa mimi yote niliyapata, lakini jumla mambo yote na tuoleni siri, mcheni Mungu. Mstari wa 5 mstari wa 5, wale watu wakagundua siri, wakasema, tukitaka huyu, kuna mtu nafikiri mwenye hekima akajiuliza, akasema, huyu mlokole mbona mwendo wake ni wa 5G? Lakini kuna mtu akajiuliza, mbona huyu mtu bwana mambo yake ndio? Akasema, bwana sikilizeni, mafanikio ya mtu wa Mungu ni pale anapomcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye sura ya 10 kule utaona namna anavyomcha Mungu. Daniel akafungua madirisha, akasali si mara ngapi kwa siku, akisemezana na Mungu wake. Hakuacha kumsogelea Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine naweza kusema, kadiri tunavyopunguza mwendo kwenda kwa Mungu, ndivyo tunavyopunguza kasi ya kusogelea hati na maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usijidanganye. Usije ukafikiri namna unavyopunguza bidii yako katika mambo ya Mungu ndio unapofikia kwenye hatima yako. Si kweli. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hosea 6 pale anawaambia wana wa Israeli, msije mkafikiri Mungu ndio anayechuni. Anaweka hapa, anaweka hapa. Sasa anatukumbusha sawa. Sikilizeni watu wanaokuja huko mbele. Mimi nimeshakosea. Naomba niwashtueni. Siri ya mambo yote ni mcheni Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ukisoma kwenye ule mstari wa 5, kuna watu ambao wakatupa siri. Kumbe watu wa Mungu wanaweza wakajichelewesha katika hatima yao. Mengine ni kweli yanasababishwa na adui kuweza kutupunguzia kuwa karibu na Mungu. Maombi yanakusogeza karibu na Mungu. Adui anachofanya kuwa karibu na Mungu ndio kutoka kwako. Adui anacheza na wewe kwenye maombi. Aliona nafasi nzuri kwenye ibada. Unatambua vizuri kwenye mambo ya ibada. Ungepata pesa ungeweza kutoa, moyo wako tunaujua na moyo wako unaufahamu. Anafahamu utakavyotoboa kilo ndipo hatima ya familia yako itakapofika pazuri. Mara nyingi hapa naweza kumwombea mtu, lakini conclusion anaitwa mzazi.
Naambia mzazi, sikiliza, nakumbuka tulimwambia dada mmoja hapa, ndugu yake na mama Seka hapa. Tukawa tunataabika. Lakini hatima ya yule mtoto tukasema angekuwepo mzazi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yamkini ni hatima ya familia yako. Kuna sababu nilikuwa naongea na skills. Tulilia, tukaweka damu. Kama familia nzima hawatosimama, lakini sisi tutakuwa makuhani kwenye familia zetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini kuna hatima fulani ya familia yako ipo kwako. Amen. Adui anachocheza kile kikao kwenye mstari wa 5 kwa Daniel, mwenye hekima akasema, huyu ni mtu wa Mungu. Ili tuweze kumkosesha, tumkoseshe katika ibada yake. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba watambue maadui wanaocheza na taratibu za ibada yako. Mafanikio yako katika kumsogelea Mungu. Kadiri unavyokuwa karibu na Mungu, ndivyo unavyofungulia mambo fulani. Mengine unaweza usiyaone katika macho ya nyama. Nitakutolea mfano hapa. Daniel sio kwamba alikuwa anafanya akiamini kesho atakuwa waziri mkuu. Never alikuwa anajishikamanisha na Mungu, akimwamini kwamba Mungu ana hatima ya maisha yake. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu ana hatima maisha yetu. Mungu ana hatima na unapotaka kwenda. Sio juhudi zako. Usijidanganye. Unapopunguza kasi, utaona unapata faida 30 na nyuti basi ya mambo sikatai. Mimi mwenyewe nakuwa busy, watu wengine wanakuwa busy, sikatai. Hii basi sasa zamani ni kushimisha. Nataka shirika walete dolari, sitaki shirika wazembe. Sasa iko nasema, kama unakaka kwa zembe aone dolari pale, hakuelewa anapita. Wewe vipi umepoa kiroho? Anataka dolari, ni kweli. Lakini lazima tufahamu switch, ufunguo kuweza kufungua hatima maisha yetu ni kuwa karibu na Mungu. Ni kumcha Mungu. Sio juhudi zetu za kibinadamu zisitudanganye. Sio kuamka usiku. Zaburi ya ngapi pale? Anasema kuna wanaokesha, wanaamka usiku, wanalala usiku. Mungu akasema watu wangu nitawapumzisha. Hakuwa na maana kwamba hawatafanya kazi, never. Kwamba watafanya kazi, nitafungulia wanaonicha mimi nitafungulia. Bwana Yesu asifiwe. Ule mzazi ukakote vibaya kwamba watu wangu la leo sifanye kazi. Hapana, ila akasema kuna watu wanakesha bure, waache wakeshe. Lakini kwa watu wangu nitawapa usingizi. Maana yake nitawafungulia, nitaswitch hati na maisha yao. Bwana asifiwe. Amen. Jambo la kwanza nilisema hakuna wa kuzima taa yetu tutakapokuwa karibu na Mungu. Sio wachawi. Kuna watu wanacheza na hatima zetu. Kuna mtu mmoja pale kwangu dirisha la nyuma. Nikapata maelezo kwa asubuhi, akasikia kuna mtu mmoja. Basi from nowhere. Afu ni mgeni mtaani. Basi tu kutoka pale sikachukua vitu gani kuja kufikia. Kuna mtu anasema mchawi ana sababu. Mchawi mlishe familia yake, lishe mkoa mzima. Mchawi ana sababu, anakuloga. Wewe ni mchawi. Hana sababu. Kwa hiyo kuna watu wanaweza kucheza na hatima yako wala huna msaada wote kwao. Wala sio kwamba ukifa mali zako wewe ataenda kuandikishwa pale halisi. Nenda hapana. Lakini kuna watu katika ulimwengu wa roho wako kwa ajili ya kucheza na hatima yako. Wewe unasonga mbele ni kama hatua za nyoka. Unahisi unasonga mbele. Adui mmoja wapo ndio yule katika mstari wa 5. Akasema sikilizeni Bwana, Daniel huyu tumeshajua siri yake. Siri yake ni kwa sababu anakaa sana karibu na Mungu. Tufanye hivi, tutafute namna ya kumkosanisha na Mungu. Daniel atoboa. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza kurudia mstari wa 5. 6 ile mstari wa 5 unaweza kurudia kwa sauti kubwa sababu maiki zinasumbua. Ndipo wale watu wakaambiana, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli. Nisikilizeni, hatutapata sababu tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Tusipoipata katika mambo ya sheria. Kwa kitu ambacho adui anaweza kacheza wala kupeleka baa hapo. Hanafahamu juhudi zako za kusogea karibu na Mungu, unafungulia maisha yako. Unafungulia hatima ya mambo mengi katika maisha yako na kizazi chako.
tutapata kibali popote, wala haijalishi. Kuna wale wanakuja mganga wako nani, kibali popote pale. Unafika tu somewhere, yani umefubafubaa wewe, lakini mtu fulani kiongozi anakuja kuuliza, bwana vipi, unaweza kusaidia? Yaani unapata kibali popote, haijalishi ni la 4 ukimbia shule, lakini unafika sehemu unapokuwa karibu na Mungu. Danieli kwenye sura ya 1, wakati watu wanachaguliwa vijana wazuri kwenda kukaa mezani kwa mfalme, katika vile vyakula Danieli alitambua miongoni mwa vyakula vinavyopewa ni chanzo chake ni ibada ya sanamu. Danieli alikataa, akasema, akaenda kumuomba yule bwana, naomba sisi tutakuwa tupa mtama na maji, tutakuwa tunakula mtama na maji mpaka zile siku, lakini kwa kama mwaka hivi mzima watu wanaitoa vinono wanakula, watu wanaitoa vinono. Kwenye sura ya 2 mstari ya pale mwanzo utaona walipofika kwa mfalme hajui mtu hata huyu mmoja. Walipofika kwa mfalme alichachawa, yaani anaona Danieli anavurugwa, anasema wengine wekeni kule. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tutapata kibali popote, si ni kumcha Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye biashara tutapata kibali popote, kwenye mafanikio yetu tutapata kibali. Unafika kwenye, nakumbuka mama ulitoa shuhuda, nikafika ofisini wakashangaa tu kuna mtu anakuchangamkia, anarahisisha mambo yako, mambo yanaenda tu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutapata kibali popote. Kwa nini? Kwa sababu tunaye Mungu ndani yetu. Kwenye ule mstari wa 3 nafikiri Daudi kwa naweza kurudia mstari wa 3. Danieli aliweza kupata kibali kwa Dario. Lakini kwenye ule mstari wa 3 kuna kitu nikakinoti kitamu sana. Biblia inasema kwenye mstari wa sura ya 6 Daudi. Mstari wa 3 sura ya 6. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakuu. Sikiliza maneno haya. Huyo Danieli alipata sifa. Kuliko wakuu na maliwali. Kuliko wakuu na maliwali wenye elimu zao wanaofahamu tamaduni za pale za huko walikokwenda tumana. Kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani. Sikiliza, kupata kibali kwa Danieli ni kwa kuwa, rudia, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwa sababu, no, kwa sababu roho bora kuliko roho zilizomo kwa wale mashewa, kuliko roho zilizomo kwa wale watu fulani. Kwa Danieli kilichompa kibali, Biblia inasema kwa kuwa roho bora ilikuwa kwa Danieli. Jamani, Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutapata kibali. Sasa roho bora itakaaje wewe unaishi kwenye mambo ya Mungu? Roho bora inatoka wapi? Utakosa kibali. Danieli alipata kwa sababu alikuwa anamsogelea Mungu. Roho bora ilikuwa ndani yake. Haikuwa kisimama yule Dario anakosa kabisa cha kusema. Alichagua Danieli kwa sababu alisukumwa. Roho bora ilikuwepo ndani mwa Danieli. Mwanzo 9 mstari wa 21. Nimesema tutapata kibali popote. Hizi habari za Yusufu. Yusufu alichagua kukaa karibu na Mungu. Alifahamu siri. Na sio kwa sababu alikuwa anakaa karibu na Mungu alijua nini kitatokea kesho. Never. Mtu mwenye imani anakaaga tu karibu na Mungu. Sio kwa sababu anajua kesho unatoboa. Mama pale alisema siku moja alikuwa anataka kutolea vyombo, sio? Anataka kutolea vyombo, lakini wewe sio kwamba ulijua nini kitatokea kesho. Mtu mwenye imani haina maana unafahamu nini kinatokea. Ukishafahamu nini kinatokea, imani yako sawa ipo, lakini robo. Mtu mwenye imani anafanya jambo, unapokuja kutoa hizo ni sadaka, sio unafahamu itapata ya kula baadaye. Sio kwa sababu unajua. Sisi kama wewe kuna watu wanajipueni. Sidio? Una imani. Sio kama unatoa kwa sababu unajua nitapata kuna mlango wa kutokea. Hapana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba usome Mwanzo 9:21. Huyu ni Yusufu. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Machoni pa mkuu wa gereza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Popote. Kuna mwimbaji mmoja alisema sisi hatushabiki gereza. Amen. Yaani sisi
sisi walokole kikaa vizuri na Mungu. Hauchagui gereza la kutupwa. Kama ni gereza la ugonjwa, Bwana atakupa strength za kusimama. Wewe uchagui gereza, wewe unatupwa popote pale, lakini kitakacho kufanya uwe imara ni kuwa karibu na Mungu. Yusufu hakuchagua atupwe wapi, aling'ang'ana na Mungu. Mwimbaji mmoja akasema, walisani wanatukimbiza, kumbe ndiye walipotutupa kule, kumbe ndio Mungu anapo ndio Mungu anapopumzikia. Walitutupa huko shimoni, wakajua natuweza, kumbe ndio Mungu anapopumzikiaga. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna mashaka tunapokuwa karibu na Mungu. Wala uchagui shida zinauma, lakini Mungu anakupa uimara. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapomtumaini Mungu kama Yusufu, sio kwamba unafahamu unatoboa kesho. Hiyo ndio kanuni ngumu sana ya kumtumaini Mungu. Sio kwa sababu unafahamu eti kuna mtu fulani, ndio maana katika kuna mtu unamwamini Mungu afu unaomba. Najua kaono pale sio mbaya wale usiku wangu pale. Najua pale kaono pale anaweza kugusa mwenye baraka hapa ndani. Kaono na baya. Sawa, mfano atoe. Wewe mimi katika maombi yangu nakazana Mungu muone kaono. Mungu mshike kaono. Unafunga na kuomba Bwana amguse kaono. Unapoteza muda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Usifunge na kumteka mwenzako kumfunga katika ulimwengu wa roho, hapana. Naomba umfungulie ule mfungo. Jamani, Bwana asifiwe. Naomba umfungulie ule mfunga. Unapomtumaini Mungu, sio unafahamu njia itatokea huko. Sio unafahamu kwamba muujiza wangu utatokea huko. Hapana. Tunapomtumaini Mungu, nimetumia kauli kwamba hatuchagui gereza utakaotokea. Mambo matatu ya kunoti hapa. Jambo la kwanza, hii inamaanisha nini? Kutafuta kuwa na Mungu kuliko chochote kwenye maisha yetu ndiyo jawabu la kila kitu. Hichi ndicho kinachomaanisha. Tutafanya kazi sawa, lakini tunamtumaini Mungu. Tutapambana na Islamu yetu sisi wageni, lakini tunamtumaini Mungu. Ni mji wa watu, tunamtumaini Mungu. Lakini hiyo sio sababu itakayotufikisha kwenye hatima yetu. Tuamke asubuhi tukeshe tukimtumaini, hiyo sio sababu. Kwa hiyo kunachomaanisha kutafuta kuwa na Mungu kuliko kitu chochote kwenye maisha yetu ndiyo jawabu la kila kitu na ndiyo funguo wa kila kitu. Ukisoma kwenye Mithali sura ya 1 mstari wa 7, wakati kwa watoto wanashirikishwa. Mithali 1 mstari wa 7. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Wewe mche Bwana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Danieli alimcha Bwana. Dario na yule Nebukadneza mkuu wale wamechukua utumwa na nini Babeli, wale wanaita Babeli. Danieli alichagua kumcha Bwana. Yusufu alichagua kumcha Bwana. Waganga na watu wenye hekima walitafuta kutatua ndoto ya yule bwana Farao. Lakini kitu kilichompa maarifa Yusufu ni kumcha Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu walitabika wakagonga sana chana pale. Mtumishi wa Bwana akakaa tu namna hii. Yeye anamcha Bwana. Haleluya. Jamani, Bwana asifiwe. Leo waache tu wapite. Ndio kuna kazi ya 4G. 6G inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Sio 5G, 6G inakuja. Alikaa tu asubiri watu wanafanya mambo pale. Yeye alichagua kumcha Bwana. Kwa sababu kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa. Unaposoma methali ile, maarifa sio maarifa ya hapa tu. Maarifa zinapata maarifa, pesa maarifa, mambo mengi maarifa. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Amen. Na methali hiyo Bwana ni Suleiman yule. Ni Suleiman yule. Methali mhubiri yule. Anasisitiza kwenye methali 1 mstari wa 7 pale. Jambo la pili, adui anatupiga upofu kwamba kutafuta sana mambo yetu. Adui anatupiga upofu kwamba kutafuta sana mambo yetu
tukakaa mbali na Mungu na kumsogeza Mungu mbali, ndio kuyapata mambo tunayotafuta. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Maadui anachofanya ni kutufunga, kuwa busy sana kutafuta. Mimi sikataka kutafuta, mmoja anapambana, ndio mwenye kama sisi leo tunapambana. Asubuhi saa 4 saa 5 hivi saa 5 hivi. Uko wapi? Masaa ndio tunataka. Masaa saa 5 ni wapi? Wapi masaa saa 5? Ni hapo. Mchungaji saa 10 ni wapi? Shenge lango. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapambana. Unaamka asubuhi, ule saa 5 saa ngapi ule tunapambana. Lakini adui asitupige huko. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wala tutegemee. Mimi kuna mteja mmoja nilibuki vitu fancy vilei, hekima ya Mungu. Mimi siwezi kupokea mtu. Yaani kufoka hivi taiga. Zile baraka pana sikuwa nayo. Yule bwana nilimjibu kwa ujasiri. Kwa sababu anataka kunionyesha alafu kunionyesha kama yaani ananisaidia bila yeye siawe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tauni mzee, tunaishi kwa kumtegemea nani? Mungu. Tumepata tumekosa, tunaishi kwa kumtegemea Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Nilikuwa namtania mdogo wangu mmoja, nikamwambia hivi, mteja anapokujia kwa appointment Jumapili, usifungulie mlango kuonyesha unaishi kwa sababu yake. Mnaifungua kidogo, fungua kidogo, Jumapili kwa ibada. Bwana asifiwe. Tuishi na nafasi ile bana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, niachie hiyo msumbue kidogo, afahamu unamtegemea Mungu. Wakati mwingine watu tunawafundisha sisi wenyewe, bora tunawategemea wao. Yaani akipiga tu simu kwa ibada, mtumishi nakuja. Unaenda kidogo na dharura. Kumbe umeenda kuonyesha kwamba unamtegemea. Kwa hiyo shetani na adui wakati mwingine wanatupiga upofu kwa kutuonyesha kwamba kutafuta sana mambo yetu na kukaa mbali na Mungu na kumsogeza Mungu mbali ndiyo kuyapata mambo tunayotafuta. Si kweli. Lakini jambo la tatu, Danieli alitambua hilo kwamba maadui wanamsogeza mbali na Mungu ili waweze kumtoa katika nafasi. Danieli aliweza kutambua alivyotambua kwenye sura ya 10, akawaletea sifa kabisa. Ilikuwa ni marufuku mtu yoyote kuabudu Mungu tofauti na Mungu mfano. Danieli akasema liwalo na liwe, tena ndo nawataka, akafungua madirisha yote, mji mzima waone na kumwabudu Mungu wake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Danieli katika kitu ambacho alikuwa hataki mchezo. Alikuwa ni waziri mkuu na alikuwa kwenye cheo kikubwa kutoka mfalme pale. Hakikumsumbua. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kile kitu Danieli hakikumsumbua. Yeye alifahamu hatima yangu labda nilichukua hata baba yenyewe. Kwa sababu alimpa nafasi ya waziri tu, inawasumbua, wanakesha na kikao, utumfanyaji wanaloga na kuloga. Danieli wala haikumsumbua kichwa. Lakini alichofanya ni kutoa juhudi zake zote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, naomba niwashawishi. Naomba nihamasishe. Naomba umwelewe Suleiman. Naomba tuelewe maneno ya Mungu. Jamani, kutoa kwetu ni kumcha Mungu. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoenda kupambana, iambie kazi yako, siishi kwa sababu yako. Ninaishi kwa sababu ninamtumaini Mungu. Unapokuwa na ndugu na kadhalika, wafundishe ndugu zako kwamba kutoa kwako sio kwa sababu yao, ni kwa sababu unamcha Mungu. Unapokuwa na wateja na kadhalika, fundisha kila mtu. Mimi Jumapili nishatangazia tabia wengi. Mimi sisifanye nishe Jumapili. Hata kama nimekosa hela ya kula. Na kile kinachosumbua ile na vile. Kile wakati mwingine tunatekewa, mimi kaliakosa ile napiga shingiro ile, lakini ile tutamfundisha huyo mtu kwamba namtumaini yeye. Hapana. Sifanye kazi. Kwa hiyo nataka nikushawishi. Nataka nikutie moyo. Yamkini na majibu kuna hatima fulani. Wengine kuna ndoto zingine wengine ameshafanya wewe mpaka kuna basi sana. Anaamua kuja ikasome draft kibaya.
Kikuta mtumishi wa Bwana anasema gratitude. Kumbe tayari ameshapambana kwa muda kadhalika, na muda alipofika hawezi kutoboa tena. Lakini nataka nikutie moyo, rudi kwa Bwana. Jumla mambo yote katika kutoboa kwetu, ufunguo wako na kukumbusha mchana wa leo ni kusogea karibu sana na Mungu. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa Danieli alitambua hilo. Kwenye mstari wa 10 tumeshasoma, alikuwa tayari kung'oa viti vyote kwenye moyo wake, kwenye maisha yake, lakini abakishe kiti cha Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa tayari hawezi kupoteza kila kitu, kung'oa viti, nafasi zote kwenye maisha yake, unyang'anyi waziri, unyang'anyi kila kitu. Kuna wakati ulifika alipokoma ambapo waziri akatupa mpaka kwenye tundu la simba. Alikuwa tayari, lakini Danieli katika kitu almasi yake kubwa anayoiamini ni kuwa karibu na Mungu. Hicho kitu Danieli hakukipoteza. Kutoka kwenye sura ya 1 mpaka kwenye sura ya 6 ni kipengele kirefu sana. Miaka yote Danieli anapitia masumbufu, anapitia mambo mengi. Kadhalika utaenda pia kwa Yusufu kwenye sura 39. Yusufu alipitia mambo mengi sana, lakini hakuna wakati ambao Yusufu alilegeza kama. Zaidi sana ninachokiona, Yusufu alikaza mwendo kumsogelea Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini kitatokea tunapokuwa karibu na Mungu? Jambo la 3, hiyo ilikuwa ni note mambo ya muhimu. Utakapokuwa karibu na Mungu, atakufikisha kule anakotaka uwe. Utakapokuwa karibu Mungu, ni ana hatima. Mungu ana hatima. Unataka ufike wapi? Kilichowafanya watu wakafikia hatima zao, Yusufu akafika kwenye hatima yake ni nini? Kwa sababu Yusufu alipigania, nimesema, kwa karibu na Mungu. Daniel alipigania kwa karibu na Mungu. Ibrahim alipigania, hao ni marafiki wa Mungu kindakindaki. Kitu kilichofanya kwa ni kupigania kwa karibu na Mungu. Musa kilichofanya toboe kwa maisha yake ni kupigania kwa karibu na Mungu, sio vinginevyo. Wakati mwingine kuna andiko la makanisa litumia hapa miskati, akasema kuna wakati Musa alipokuwa anataka aondoke na kundi, ule utamu na vile Mungu alivyomwonjesha kumfanikisha mafanikio makubwa, akamwambia Mungu, bila wewe hapa siondoki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ifike mahali tuseme, Mungu, bila wewe mimi sitoboa. Sio bila kazi, sio bila biashara, sio bila wale ndugu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa utakapokuwa karibu na Mungu, Mungu atakufikisha mahali unapotaka kwenda. Mungu atakufikisha, Mungu atakupa lile hitaji ambalo yamkini umeliomba kwa siku nyingi. Yamkini kuna jambo umesumbuka nalo kwa siku nyingi. Suleiman, lakini na hao wote wanatupa ufunguo wa kuweza kuyafikia haya ni kuwa karibu na Mungu. Na sio kwamba hawakupitia shida. Hebu nitoe hilo. Sio kwamba hawakupitia shida, lakini ile hali ya kuwa karibu na Mungu iliwafanya kuwa wavumilivu, iliwafanya kuweza kustahimili yale mambo ambayo waliweza kuyapitia, huku wakiwa na uhakika na kumwamini Mungu katika maisha yao. Sio kwamba hautopitia shida, na sio kwamba mambo yataenda mseleleko tu, hapana. Lakini katika shida wewe utaimba tu, utamwimbia Bwana zaburi, utamwimbia Bwana haleluya. Sikia nafikiri niimba, nitaimba. Sikia, katika shida nitaimba, katika raha nitaimba, katika starehe kadhalika vyote nitaimba. Ni kwa nini? Ni kwa sababu umekuwa karibu sana na Mungu. Sura ya 13 Suleiman anasema jumla ya mambo yote washirika mazese ni kumcha. Kama simama kwa wahubiri wageni wa wahubiri na mrefu naomba simame pale ulipo, naomba simame pale ulipo, simama pale ulipo. Tumepata funguo ya kufungulia maisha yetu. Kuna wakati uliwaza ndugu, ulifungua
uliwaza vibaya. Kuna wakati ulimwaza Omega atakufikisha mahali, uliwaza vibaya. Kuna mtu mmoja niliongea naye, sikufahamu, niliongea naye akiwa, unajua sisi hela tunazopeana milioni 10,000 juu ya 20 kwa kawaida tu. Sasa mtu, lakini mimi sikufahamu, nilipomwambia bwana ndio sijui akisikiana. Lakini baadaye nikaja kunoti na Mungu msamehe, kwa siku nayo Mungu pia naye mshike, mtumishi wa Mungu mshike mfano, kwa sababu jamani, wale sio sana. Kuna wakati uliwaza kuna mtu anakufikisha mahali, lakini pia kuna wakati uliwaza vibaya. Mishe zako na mihangaiko yako itakufikisha mahali. Kuna wakati uliwaza hivyo, lakini mchana wa leo naomba nikukumbushe, jumla ya mambo yote ni kumcha Mungu. Tunaona watu, Mungu atakufikisha kwenye hatima yako. Yamkini ulikuwa unajichelewesha tu, unapofikiri vile vitu unavyovifanya ndio kufanikiwa kwako. Kuna wakati ulijichelewesha. Sisemi wito huo mchungaji, hapana, wala usio mchungaji, lakini katika jumla ya maisha yako, jumla ya mambo yako yote, mche Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu. Kumbe ninapokaa mbali na Mungu kuna maadui wataniweza. Sio wachawi tu, wengine fitina. Kumbuka mama yangu pale Manzese pale kufanya kazi pale. Ana miaka mingi sana, tokea 2002. Hivyo kwa 2003 napambana pale. Na mimi wanamtia Mungu. Wanamwambia kama hapana, sio kwamba unaishi kwa sababu unafanya kazi Jumapili. Hapana mama. Sio kwa sababu hivyo, hapana. Unaishi kwa sababu Mungu amekupa neema tu. Sio kwa juhudi zako ndio unapambana utaongeza kila kitu. 2003 mpaka leo miaka mingi yupo pale, lakini mama kitu kilichombusi, kuna majirani pale, kuna watu pale vigunge, kuna siku ile kunyosha kidogo, alichinjia paka kama chini ya meza, hapo kujua hakufahamu, siku anafanya usafi akamtingisha yule paka. Mama anakumbuka alipata shida kubwa sana ya mkono, kubwa sana, aliparalyze kama paralyze fulani. Kwa neema ya Mungu, maombi na kadhalika kakasa. Kuna wakati mama tunakaa uzuri hapo alizidiwa. Jamani, ni kuuza mboga, sio kuuza magari. Wachaga kutoka kibali kufungia kazi. Mama alizidiwa pale ndani. Mama anaweweseka namna hii. Anawaona wamekuja watatu ni wakulima tu. Wanauza mboga na kadhalika. Jamani, kumcha Bwana ni jumla ya mambo yote. Sio kupambana kwetu na kufanikiwa. Wakati mwingine kuna watu sio wachawi wa kuruka, wamebakisha kuruka na Mungu. Lakini wachawi fitina zake ni mchosho. Unahangaika utoboi, wengine ni ndugu, kabakisha kuruka na Mungu tu. Lakini hakutakii mema kwenye maisha yako. Yusufu ndugu zake walikuwa wanaruka na Mungu? Hawakuwa wanaruka na Mungu. Wale watu ambao walikuwa wanacheza na Danieli walikuwa wanaruka na Mungu? Hawakuwa wanaruka na Mungu. Lakini hata ni wachawi wanaendelea na Danieli kabisa. Kuna wakati au maadui wanacheza na hatima yako. Wengine waligundua kukaa kwako mbali na Mungu wamekuweza. Naomba kumwambia Bwana nisaidie. Mungu nipe neema. Kuna wakati nilipoanza nisamehe. Ninaomba nianze upya. Wakati mwingine yale tulionayo tumepambana kwa miaka mingi, in fact sio mafanikio. Sio mafanikio yanaweza kufanana na mimi, yanaweza kufanana na mtu fulani. Sio mafanikio. Nimesema tukikwambia uonyeshe milioni 10 una, lakini kuna wakati ulihisi mpaka ibada. Kuna wakati ulikosa mpaka muda wa kuomba nyumbani kwako. Kuna wakati ulikosa, unashindwa kuelewa adui amesema akuweke mbali na Mungu, huwezi kufikia hatima yako. Mwambie Bwana nisaidie. Mwambie Bwana nipe neema. Mwambie Bwana nisamehe mahali ambako nilifikiri. Kupambana kwangu ni kutoboa kwangu. Hallelujah. Hallelujah. Ninakutamani Bwana. Mwambie Bwana niinue tena. Tena kuna mwingine wakati unaokoka ulikuwa vizuri connected na Mungu. Mambo yalikuwa yanafunguka. Lakini adui akasema atakushinda kwa kuweka mbali na Mungu. Mwambie Mungu niinue. Nisimamishe tena.
ilikuwa mlango